Habari yako, natumaini mzima na wakati wote umekuwa ukipambana kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote. Na leo nimekuja kumkumbusha mwanamke au nimekuja kuikumbusha familia namna ambavyo unavyoweza kusaidika na changamoto ya uzazi pale ambapo unakuwa katika hali ya mwanamke ambapo anakuwa katika hali ya ujauzito. Yaani nazungumza na mwanamke lakini pia nazungumza na familia moja moja ambayo inatamani kuweza kuwa salama wakati wote. Wakati mwingine kuepusha maradhi ya muda mrefu au kuepusha changamoto ambazo huwa zitapelekea kuingia gharama au maradhi ya muda mrefu ambayo yatapelekea kupata mtoto ulemavu au mwanamke kupata ulemavu au familia kuwa na mtu ambaye ni mlemavu, lakini pia mwisho wa siku kupata changamoto ya kupoteza gharama au utakuwa na gharama za muda mrefu sana za kuweza kuhudumia hiyo familia au mtoto ambaye atakayezaliwa, lakini mwishoni tutaweza tukapoteza mtoto. Na hii ni faida ya mtu mmoja mmoja na familia kwa jumla. Na leo nazungumza na mtu ambaye ameambiwa azalie hospitali kubwa au mwanamke ambaye anapitia changamoto ya kiafya. Yaani maana yake ujauzito wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho yeye amepitia changamoto na anataka azalie hospitali ndogo au hospitali ambayo haina wataalamu wengi. Lakini pia nazungumza na mwanamke ambaye ana historia mbaya ya kujifungua au mimba zake zimekuwa zikipata shida na baada ya kujifungua amekuwa akipoteza mtoto au siku chache kuelekea kujifungua amekuwa akipoteza mtoto au siku chache kuelekea kujifungua, yani mwaka miezi miwili au mwezi mmoja amekuwa akijifungua mapema zaidi. Huyu naye anapaswa kuwa na mazingira ya karibu zaidi au kusogea maeneo karibu kabisa ya hospitali kubwa, kwa sababu mwisho wa siku kama utabeba mimba mazingira ambayo ni salama alafu una historia kujifungua mapema zaidi alafu kajifungua kituo ambacho hakina huduma ya mtoto mchanga au neonato baada ya kuzaliwa, basi kuna nafasi kubwa kupoteza mtoto wako. Kwa hiyo tunaposema uzalie hospitali kubwa au kadi yako imeandikwa uzalie hospitali kubwa, basi ni vyema mama ukahakikisha unaenda hospitali kubwa na afya yako itakuwa salama wakati wote. Na hapa nasema hivi kwa sababu hospitali kwetu tumempokea mtoto ambaye ametoka hospitali nyingine au ametoka hospitali nyingine lakini wamempa rufaa kuja kwetu, lakini kabla ya kwenda pale hospitali aliambiwa amtibie mtoto wake kupitia jua. Na hapa nasema mtoto ambaye ana manjano. Sasa amezaliwa mtoto alikuwa vizuri, hakukutana changamoto yoyote, lakini baada ya siku moja kupita, baada ya masaa 24 akaenda nyumbani. Baada ya kwenda nyumbani mtoto baada ya siku mbili akadevelop manjano au akapata manjano. Akarudi pale pale hospitali alipojifungulia. Sasa baada ya kurudi akaambia bwana, manjano sio kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hakikisha mama unanyonyesha mara kwa mara, lakini pia hakikisha asubuhi na jioni mtoto wako anapata mwanga wa jua ili kuweza kudhibiti kiwango cha manjano ambacho anacho. Sasa akiwa nyumbani ile hali kazidi zaidi, ni kwa kubwa zaidi, akafanya maamuzi ya kurudi hospitalini pale pale alipojifungulia na alipopewa ushauri ule